Dr. Lameck Francis Doli kutoka Hospitali ya Manispaa ya Singida. Nipo hapa kwa ajili ya kuweza kujadiliana machache kuhusu homa ya ini au kwa kitaalamu inayoitwa hepatitis. Tunapozungumzia homa ya ini au hepatitis, ni maambukizi kwenye ini. Haya maambukizi yanaweza kuletwa na virus ambao wapo aina tofauti tofauti, karibia aina 5, lakini kwa leo nitaweza kuzungumzia aina ambazo mara nyingi zinatokea kwa wateja au kwa wagonjwa wengi ambao tunakutana nao, ambao ni aina mbili ya B na C, kwa maana ya hepatitis B na hepatitis C, au homa ya ini aina ya B, lakini na homa ya ini aina ya C. Hizi tunakuwa tunaelewa zote kwa pamoja kwa sababu hali ya maambukizi inafanana, lakini na namna ambavyo tunakuwa tunawagundua wateja kuanzia dalili na vipimo vinakuwa vinafanana. Zinatofautiana kidogo kwenye matibabu, lakini ni magonjwa mawili ambayo kwa pamoja na pamoja hata serikali afua ambayo tunaitumia katika kupambana na homa ya ini inafanana. Kumbe leo tutazungumzia zile aina zingine za A, E na D ambazo sio sana, zipo lakini sio sana. Kwa hiyo kwa leo tukipata nafasi tutazungumzia na hizo, lakini leo tutazungumzia aina ya B na C. Tunapozungumzia hepatitis B au hepatitis C, ni homa ya ini, maana yake ni maambukizi ya virusi yanayoshambulia ini la binadamu ambayo tunaipata kwa njia mbalimbali ambayo tutakuja kuzijadili, lakini yule kirusi aina ya B ndio anasababisha homa ya ini aina ya B, lakini na hivyo hivyo kwa upande wa homa ya aina ya C. Tunapata homa ya ini hizi mbili B na C kwa njia yoyote ile ambayo itasababisha, tunasema vimiminika vyovyote vile vya mwili wa binadamu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Tunaposema vimiminika vya binadamu, tunamaanisha chochote kile ambacho kinaweza kutokea kutoka kwa mwanadamu mmoja kwenda kwa mwingine. Inaweza kawa ni mate, inaweza kawa ni damu, inaweza kawa ni jasho, inaweza kawa ni chochote kile ambacho kwa njia yote ile ambayo tutaweza kupata vimiminika kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, basi tunakuwa kwenye hatari ya kuweza kupata maambukizi ya homa ya ini. Kwa hiyo kumbe ni kama zile njia ambazo tunazipata kwa magonjwa mengine kama maambukizi ya virusi vya ukimwi au kaswende, kwa mfano njia ya ngono au kwa njia ya kuchangiana damu ambayo sio salama, kwa njia ya muda mwingine hata kwa njia ya ajali, labda pametokea ajali, damu ya mtu X imekutana na damu ya mtu Y, basi kunaweza kuwa kuna hali ya maambukizi. Kumbe basi kwa minajili hiyo tunasema homa ya ini aina ya B na aina ya C ni rahisi kuambukizana kwa sababu inaingilia na zile shughuli zetu za kila siku ambazo tunakuwa tunazifanya. Tunapozungumzia issue kama jasho, maana yake inaweza kuwa kwa njia ya kugusana, au kwa njia mbalimbali ambazo tukagusana binadamu na binadamu. Lakini kitu ambacho nataka nikizungumze hapa, kwa nini hatuoni kesi nyingi sana ambazo za homa ya ini B na C ukilinganisha na ambavyo tunaishi? Tunajua kwa tamaduni zetu tunashikana, tunasalimiana kwa kushikana, tunakumbatiana au wengine mpaka tunabusiana, lakini kwa nini hatupati hizi kesi? Ni kwamba tofauti na magonjwa mengine ambayo yanaambukiza kwa njia hizo hizo, mwili wetu wa binadamu tunasema kwa asilimia zaidi ya 70 una kinga dhidi ya homa ya ini aina ya B na C. Kwa kumbe muda mwingine tunapata maambukizi, lakini kinga yetu ya asili inapambana na hao wadudu na inawatoa kabisa kabisa. Ndio maana unaweza ukaona kwamba kama ni ugonjwa ambao tunaambukizana kwa kugusana, kwa kukumbatiana, kwa kushare kitu chochote kile ambacho tunasema ni body fluids. Lakini kwa nini watu wengi hatuna hiyo? Ni kwamba mwili wetu una uwezo wa kusafisha zaidi ya 70% ya hivi virusi kwa kutumia kinga ya asili. Pamoja na afua mbalimbali ambazo tunazitekeleza za kujikinga na homa ya ini, lakini tunapambana zaidi na zaidi kwa ajili ya kuhakikisha mwili unakuwa na kinga ya kudumu
ili basi uweze kusafisha hata pale ambapo tunakuwa tumepata maambukizi, aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Kwa hiyo nilitaka hiyo nizungumze mapema ili basi isiye kaleta taharuki kwamba kuanzia leo sasa tusisalimiane, tusikumbatiane, tusifanye chochote kile kwa sababu tunaogopa homa ya ini. Lakini taarifa nzuri ni kwamba homa ya ini tuna afua ya kuchunguza homa ya ini. Ni afua ambayo inapatikana katika vituo vya kutolea huduma. Ni kipimo ambacho akichukui zaidi ya dakika 20 na kwa umeshajua kwamba una maambukizi au la. Na endapo utakuta hauna maambukizi ya homa ya ini, iwe ni B au C, basi kuna chanjo ambayo imetengenezwa ya homa ya ini aina ya B. Unaweza ukapata kulingana na mwongozo. Kwa ukifika kituo cha kutolea huduma utaweza kupata hizo chanjo, na ukizifikisha dozi kamili, basi kwa kiasi kikubwa tutakuwa tumejikinga dhidi ya homa ya ini. Kwa hiyo kumbe pia pamoja na hayo mambo mengine, tunapeana wito kwamba tuhakikishe tumepima homa ya ini, lakini kama tutakuwa tumegundulika hatuna maambukizi, basi tupate chanjo. Lakini kabla ya kuzungumzia dalili na vitu vingine, ukubwa wa homa ya ini, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweza kupitia Wizara ya Afya imeweza kugundua kwamba tatizo la homa ya ini ni kubwa sana. Kwa hiyo kuna afua mbalimbali ambazo zimeweza kutekelezwa, ikiwemo ya kuzuia homa ya ini kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kipindi cha ujauzito na kipindi cha kunyonyesha. Kwa hiyo imekuja afua ambayo kwa kitaalamu inaitwa triple elimination, kwamba kuna magonjwa matatu inabidi yatoweke. Tumefanya vizuri kwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, tumefanya vizuri katika kaswende, sasa hivi homa ya ini imeongezwa. Kwa hiyo mama mjamzito atakapokuwa anafika kliniki katika mahudhurio yake, pia ataangaliwa homa ya ini, na pale ambapo atagundulika na maambukizi au ana shida yote ile ya homa ya ini, basi ataweza kupatiwa matibabu sahihi ili basi kuzuia maambukizi kutoka kwake kutoka kwa mtoto wakati wa ujauzito, kujifungua na wakati wa kunyonyesha. Lakini pia kitu ambacho inabidi tusisizane kwamba homa ya ini haina dalili maalum, na pale tunapokuwa tunaona dalili, maana yake tayari imeshaenda katika hatua kubwa zaidi. Na dalili sana sana zinafanana za magonjwa mengine, lakini zaidi na zaidi ni manjano ambayo inaweza kuonekana machoni au mwilini. Kwa kitaalamu tunaita jaundice. Hii dalili inamaanisha kwamba tayari kuna uwezekano mkubwa au virusi wa homa ya ini wameshambulia ini na wameshalifanya linashindwa kufanya kazi yake. Na dalili zingine ambazo zinakuja endapo ini litashindwa kufanya kazi. Lakini tunachosisitiza zaidi, tuendelee kufanya uchunguzi wa mara kwa mara, kwa sababu zile dalili, hatuna dalili ambazo ni maalum kwa ajili ya homa ya ini. Na dalili zinapokuwa zimetokea, manake tunaelekea katika hatua nyingine na zaidi kuliko kutoka kwenye maambukizi na kwenda kwenye ugonjwa. Kitu ambacho tunasisitiza, homa ya ini aina ya B inatibika. Na sasa hivi tunaanza kupata dawa kwa ajili ya homa ya ini aina ya C. Kumbe basi tukiwahi tukafanya uchunguzi, tiba itapatikana. Lakini endapo tutachelewa, tunajua ini inaposhindwa kufanya kazi, matibabu ya ini huwa ni kutoa ini na kupandikiza jingine. Sasa kwa teknolojia sasa hivi ni nchi chache sana ambazo zinafanya hiyo huduma. Na je, ni nani anaenda kutoa ini kwa ajili ya mwenzake? Hizo bado ni dilema ambazo tunaziita ni ethical dilemmas. Kumbe basi wananchi wote wa manispaa ya Singida na maeneo jirani tuendelee kujiweka sawa katika kuchunguza homa ya ini, na pale tunapogundulika tunayo, basi tuweze kupata dawa sahihi, na tunapogundulika hatuna, tuweze kupata chanjo kwa ajili ya kuendelea kujikinga zaidi na zaidi. Makundi ambayo yanaathirika sana na homa ya ini ni makundi yote, hadi watoto wachanga, watoto wa kawaida, lakini pia na watu wazima. Kumbe homa ya ini tunaiona sana katika makundi yote, kwa sababu njia za maambukizi zinakuwa zinafanana na zinaingiliana na utaratibu wa kawaida wa binadamu kuishi. Hivyo kumbe lazima tuchukue tahadhari katika kujichunguza mapema, kufika kituo cha afya, kituo cha kutolea huduma za afya karibu, ili tuweze kuchukua hatua zaidi za kupata chanjo kama hatuna maambukizi au kupata tiba kama tuna maambukizi.